mambo ya kufanya unapokuwa unaishi pamoja na mtu ambaye anakumanipulate kihisia, anakunyanyasa kihisia, ama unapokuwa katika mahusiano na narcissist. Mahusiano namna yoyote ya kimapenzi au mengine yoyote, ni mtu wako wa karibu kabisa anayekuathiri moja kwa moja, alafu anaiba hii ya kinarcissist. Kuwa katika mahusiano na mtu ambaye ni mnyanyasaji wa kihisia, emotional manipulator ama narcissist, sio jambo rahisi. Ni jambo gumu sana, na wakati mwingine unakuwa unachanganyikiwa, hujui hivi niishi vipi, naishije na mtu wa namna hii, kwa sababu unakuwa umuelewi. Unapata nafuu pale ambako unakutana na content kama hizi ambazo zinamuelezea yule mtu ambaye uko naye kwenye mahusiano, kwa sababu kwa hali ya kawaida unakuwa una maelezo ya kumuelezea. Sasa leo nataka nikupe mbinu au mambo ya kufanya pale ambako unaishi na narcissist. Lakini kumbuka, ili uweze kupona, kwa sababu kumbuka, kama unaishi na narcissist umedhurika kisaikolojia, una majeraha ya nafsi, haijalishi ni narcissist wa namna yoyote. Sasa ili uweze kupona na kuifanya safari yako ya uponyaji iwe na matokeo, inabidi uwe mahali salama. Inatakiwa utoke mahali ambako unanyanyaswa. Yaani sawasawa na mtu aliye katika mapambano kwenye vita, akijeruhiwa huwa atibiwi hapo hapo. Kuna mahali salama, kuna zone maalum ambayo ipo ya watu waliopata majeraha wanatibiwa. Kwa hiyo ili uweze kupona unahitaji kuwa mahali salama. Uweze kupona ukiwa katika mazingira ya unyanyasaji. Sasa inawezekana kuna sababu ambazo kwa sasa hivi zinakuzuia kutoka. Si umeelewa mazingira ulionao kwa sasa hivi, kwa sababu zozote ambazo wewe uko nazo na unajipa hizo sababu, kwamba unasema kwa sababu hii siwezi kutoka sasa hivi. Kweli haya mazingira sio salama kwangu, lakini siwezi kutoka kwa sasa hivi. Kwa unajipanga namna ya kutoka, lakini hujui uishi vipi na huyu mtu, au unasubiri liwalo na liwe, lakini unataka ujue namna gani uweze kusurvive katika mazingira kama hayo. Nakupa mbinu kadhaa. Jambo la kwanza, weka mipaka, na hakikisha katika hiyo mipaka unamwajibisha, unaweka uwajibikaji katika kila mpaka. Yaani mpaka ni kwamba mimi naishia hapa. Sawa, wewe una uhuru wa kukasirika, ni haki yako, lakini usinitukane. Au una uhuru wa kukasirika, usinipige. Una uhuru wa kukasirika, lakini usije ofisini kwangu. Sio kama umeelewa? Huo ni mpaka unampa mtu. Lakini usiishie tu kumpa mpaka, kwa sababu narcissist hajazoea kuheshimu mipaka. Mara zote narcissist ataijaribu mipaka yako. Jambo utakalomwambia usilifanye ndilo atakalolifanya. Kumbuka, unapoongea na narcissist usiongee naye kwa hasira, usiongee naye kwa jazba, usiongee naye hayo maneno wakati mpo kwenye magomvi. Ongea naye hayo maneno wakati amekuhuva, wakati kuna namna fulani ile kasi amejigeuza ile. Maana sio wakati wote anakufanyia vitimbwi au vituko na unyanyasaji. Kuna wakati kama anakurejesha hivi, anajifanya kama mpole hivi, au kama anakusikiliza hivi. Sasa wakati ule ndio unamwambia huo mpaka wako. Naomba pamoja na hasira utakazokuwa nazo usifanye hiki. Ukifanya hiki, kwa sababu kinaniletea madhara na nimekwambia mara nyingi, au nisikilize, ukifanya tena ndio hiyo sasa unampa consequences. Lakini jambo la pili, anza kuandika kumbukumbu za matukio ya umuhimu, na yeye asielewe hizo kumbukumbu za matukio ya umuhimu. Na lengo la kuandika kumbukumbu za matukio ya umuhimu, mambo aliyoyasema na mambo aliyoyafanya ambayo unajua ni ya umuhimu sana hata kisheria pia, sio kumuonyesha, bali ni kwa ajili yako na kuulinda ubongo wako. Kwa sababu narcissist ana tabia ya kukuchanganya akili. Anakufanya ujiulize maswali, usiamini akili yako. Pale inapotokea narcissist amekugaslight, amekwambia haikuwa hivi, unarudi kwenye kumbukumbu zako. Sio muda ule anavyokuambia vile unamuitikia sawa, alafu unaenda kwenye kumbukumbu yako kama daftari lako unaangalia, au unaona kabisa anachokikana hapa sio kweli, iko hivi. Kwa hiyo unasema kabisa okay, huyu mtu hakubaliani na ukweli halisi, lakini ukweli ni huu. Nimemuitikia tu kwa sababu ya staki hasira zake, lakini ukweli ni huu. Ina maana pale unaulinda ubongo wako, unaulinda ufahamu wako, ili ujiamini hata kwa baadaye kwa maamuzi ambayo utakayokuwa unayafanya, usio unajigaslight wewe mwenyewe. Jambo la tatu, usijibizane na narcissist. Kwa hiyo anapokufanyia mambo ya kukuchokoza ili upandishe hasira, dhibiti hasira yako. Usijibizane naye, kwa sababu unapojibizana naye unazidi kuwa dhaifu zaidi. Yaani unavyojibizana na narcissist sio kwamba ndo unajaribu kutatua tatizo, bali unazidi kujiumiza zaidi. Jambo la 4,
tafuta supporting system, yaani mtu, si umeelewa, au kikundi cha watu kama hivi ambavyo watu wengine wanaingia kwenye magrupu ya watu ambao wanapitia unyanyasaji wa narcissistic, ambao wako kukusupport. Kama ni mtu, sio kila mtu, naulia tena. Kuna watu wengine wengi ambao utawaendea kuongea nao kwamba naona huyu mwenza wangu nahisi nimeona nimeangalia kwenye mtandao ana sifa za narcissistic. Unakuta wengine pia ni narcissist, na wengine wengi hata hawajui narcissism ni nini. Kwa hiyo watageuka kuwa vibaraka, watakuumiza zaidi. Kwa nenda kwa mtu ambaye kwa hali ya kawaida yuko upande wako, yani kwamba anakusupport hata kama hajui kama terminology narcissism ni nini, lakini anaelewa kuhusu unyanyasaji na hayuko kwa ajili ya kukwambia fanya hiki au usifanye hiki. Ni mtu ambaye anaelewa hali yako na yuko tayari kukupa support au kukusaidia pale utakapohitaji msaada. Hata pale ikatokea labda umefukuzwa, umeamua kutoka, una mahali exactly pa kwenda, ni mtu ambaye anaweza akakusupport, akakuhost. Huyo ndo mtu ambaye unapaswa kuwa naye. Na jambo la 5, anza kuweka hifadhi yako ya kifedha. Anza kujipanga kifedha, kwa sababu moja ya mbinu narcissist anaoitumia ili kucontrol, kukutawala na akuletee madhara zaidi hata utakapoamua kutoka au atakapokufukuza, ni kukufanya usiwe huru kiuchumi. Kwa hiyo anza kujipanga kifedha. Na jambo la 6, anza kupanga mpango wa kutoka taratibu kulingana na tabia zake, kwa sababu mtu kama huyu hayuko tayari kubadilika. Na jambo la mwisho, endapo atakupa vitisho vya kukudhuru kimwili kwa maneno au kwa matendo, usidharau, kwa sababu uhai wako ndio wa umuhimu zaidi. Wewe ni wa umuhimu kuliko mahusiano. Usipokuwepo hata hayo mahusiano hayapo. Kwa hii haihusu tu kwa narcissist. Mahusiano yoyote sumu yenye madhara, ikiwa unapata vitisho vya kudhuriwa, hapo sio mahali pa kuwepo. Chukua hatua haraka. Kumbuka afya yako ya akili na afya yako ya kimwili na uhai wako ni kipaumbele. Wewe ni kipaumbele kwenye maisha yako. Lakini jambo la umuhimu zaidi, anza safari ya uponyaji. Lakini ili uanze safari ya uponyaji inabidi uwe mahali salama. Huwezi kuanza safari ya uponyaji hasa ukiwa mahali ambako sio salama. Kwa wale kuna watu ambao anaingia kwenye group la uponyaji ambao unalifanya afu bado yuko na narcissist. Huwa nawaambia kwamba itakusaidia kidogo sana na labda itakupa nguvu tu, kwa sababu nafundisha mambo ambayo yanawapa watu nguvu na nini. Itakupa nguvu na ujasiri wa kuweza kujipanga kutoka, lakini huwezi kuzivuta nguvu zako kabisa, kuirejesha thamani yako na sauti yako kama bado upo kwenye mazingira ambayo unaendelea kuumizwa na kutoneshwa.